Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Aprili 7, siku ya Jumanne. Mada ya leo inasema Mungu ni upendo. Upendo pengine ni neno lililozoeleka zaidi katika kutumiwa na Wakristo kuielezea tabia ya Mungu. Yawezekana ikawa ni kwa sababu ya kauli iliyomtambulisha Mungu kwenye Yohana wa kwanza 4:8 inayosema Mungu ni upendo. Yohana hakusema Mungu anapenda, bali Mungu ni upendo. Upendo ni tabia yake, asili halisi inayoonesha yeye ni nani. Kwa walio wengi, taswira ya Mungu walio nayo inatokana na fasili yao ya upendo, ambayo daima imepotoshwa na pia kuwa na dosari. Badala yake, fasili yetu ya upendo yapasa ijengwe na ukweli kwamba Mungu ni nani na kile anachokifunua juu yake mwenyewe kwenye neno lake lililovuviwa. Yohana wa kwanza sura ya 4:7 hadi 19 inatuelezea nini kuhusu upendo? Upendo wa Mungu ni mkamilifu, huru na una uhusiano wa kina kama unavyofunuliwa katika mwaliko unaorudiwa wa kukaa ndani yake katika Yohana wa kwanza, kwa sababu nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Yohana wa kwanza sura ya 4 aya 16. Mungu ni upendo na alituumba kwa mfano wake. Mwanzo 1:27, ili kupenda na kutamani upendo. Katika Kiebrania neno moja kuu la upendo ni hesed. Hilo lafafanua upendo wa agano la Mungu kwa wanadamu, ambao unatia ndani sifa za uaminifu, mshikamanifu, ulinzi, uthabiti na wororo. Lugha za kale za Kiebrania na Kigiriki hutumia majina mengi tofauti kurejelea Mungu, majina ambayo yana maana ili kuangazia mambo mbalimbali ya tabia nzuri ya Mungu. Hapa kuna mifano miwili tu. Mfano wa kwanza, Adonai, Bwana wa wote, anayetawala milele, kuhusiana na agano. Mwanzo sura ya 15 aya 2, Waamuzi 6:15, Malaki 1:6 na Zaburi 97 aya 5. Jina la pili, Yahwe Yire, Bwana atatoa, Mwanzo 22:13 na 14. Hatimaye onyesho kuu zaidi la upendo wa Mungu linafunuliwa kupitia zawadi ya mwanawe kwa dunia hii, Yohana 3:16, ambaye alikufa kwa ajili ya wenye dhambi, Warumi 5:8. Mungu angeweza kuwanyima wanadamu jambo hili, lakini kwa sababu ya upendo wake mkuu usio na upeo, usio na ubinafsi, Mungu alimtuma Yesu duniani ili tuweze kuchagua kwa hiari kuitikia upendo wake uliofunuliwa katika kifo chake ambacho alikufa kama mbadala kwa ajili yetu. Si tu kwamba Yesu aliziba ufa ambao dhambi iliuweka kati yetu na Mungu, Isaya 59:1 na 2. Aliishi ili kutuonesha tabia kamilifu ya Mungu ya upendo, Yohana 14:9, Waebrania 1:3, na kuwavuta watu wote kwake, Yohana 12:32. Mengi kati ya majina ya Mungu yanachukua utakatifu na upendo wake katika maana yake. Soma Wakorintho wa kwanza 13:4 hadi 8. Na katika kila jambo lililotajwa badala ya neno upendo, weka Mungu. Hili linapanuaje ufahamu wako kuhusu tabia ya Mungu kama ungeweka jina lako pale neno upendo lilipo? Hiyo habari ingepelekanaje na wewe? Mungu atubariki sote na uwe na tafakari njema.